Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Asante, naitwa Sinza Godigodi, ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na masuala ya utawala kwa ujumla. Kuhusiana na ripoti ya Jaji Othman Chande ya kuchunguza matukio ya tarehe 29 kabla ya tarehe 29 na wakati wa tarehe 29 Oktoba wa uchaguzi na baada ya tarehe 29 Oktoba, imetolewa hivi karibuni, takriban sasa wiki 3 zimepita. Imetoa taswira ya kwamba kama taifa tunahitaji kukaa chini na kufanya maridhiano juu ya kile ambacho imechunguza. Lakini jambo moja ambalo nadhani wananchi hawalifahamu vizuri, na ndio maana baadhi wanalaumu kwamba kwa nini tume hii haikwenda mbali zaidi. Walitaraji waseme waliokufa wamekufaje, nani kawaua. Haikuwa kazi ya hii tume, na ndio maana kumekuwa na pendekezo kwamba kuwe na tume ya kijinai. Sasa unajua hiyo sasa ndio ichunguze, kama wanaona mtu kafariki, maiti iko pale ina jeraha, tume ya kijinai sasa inaweza kusema je, ni jeraha la jiwe ama jeraha ya risasi, na kama risasi ni aina gani ya bunduki ilitumika, hiyo ni tume ya kijinai. Sio, haikuwa kazi ya tume hii. Hii tume imetupa tu taswira na kuibua mjadala juu ya nini kilichotokea tarehe 29 Oktoba 2025, na ndipo sasa kuna kuibuka umuhimu wa kufanya maridhiano, na imependekezwa hata kwa tume. Lakini moja pendekezo muhimu sana ni juu ya katiba mpya, ili iweze kutibu baadhi ya changamoto ambazo zilikuwa pending kwa muda mrefu. Unajua mchakato wa kuweka katiba nchi haujaanza hivi punde, ni wa miaka mingi. Tangu tuliporejea mfumo wa vyama vingi mwaka 92 wa siasa, kulikuwa na ile tume ya Jaji Francis Nyalali ambayo ilipendekeza pia kulikuwa na hoja kwamba ya kuona katiba mpya. Kwa hiyo sio hoja ya mwaka jana 2025. Kwa hiyo ikiwa serikali ya Chama cha Mapinduzi na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameona kwamba kuna haja na ni msikivu, kaona kwamba katiba mpya ipatikane ili kuweza kutibu changamoto ambazo kama taifa tunazipitia za kimfumo zaidi. Nasema za kimfumo kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaibuliwa na tume, imeonekana kuna udhaifu wa kitaasisi. Kuna baadhi ya taasisi zinashindwa kushughulikia migogoro kabla haijalipuka. Sio taasisi za vyama vya siasa. Ametoa mapendekezo kwamba ziwe na mfumo mzuri wa kushughulikia changamoto zinazoibuka ndani ya vyama kabla hazijatoka nje. Kwa hiyo tume ya maridhiano inakwenda kuliponya taifa. Mimi naamini hivyo. Na hapa ifahamike ya kwamba hatuendi kuridhiana vyama vya siasa. Asi maridhiano kati ya CCM na Chadema na ACT Wazalendo. Haya ni maridhiano ya taifa. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.